Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kuona kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi sehemu ya pili. Tukaona jinsi ambavyo hukumu ya upelelezi inafanyika katika patakatifu pa patakatifu pa mbinguni, na tukatazama aina tatu ya vitabu vinavyotumika katika kipindi cha hukumu ya upelelezi, na kitabu ambacho tuliona kitatoa maamuzi ni kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, ambacho ni aina ya tatu ya kitabu cha kumbukumbu kinachotumika katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Tukatazama wale watakaoshinda hukumuni wanatakiwa kufanya toba ya kweli kwa dhambi zao zote, ili Kristo aweze kuzistiri kwa damu yake, na wakati atakapokifungua kitabu cha kumbukumbu cha dhambi na majina yao kutajwa, Kristo anapoanza kufanya ukaguzi pamoja na malaika zake watakatifu, wakute kila dhambi ikiwa imefunikwa au imesitiriwa kwa damu yake, na wakati wa hukumu, baada ya Kristo kufungua kitabu cha kumbukumbu na kuona dhambi zote zimefunikwa kwa damu yake, ataziondoa, atasafisha uchafu wote kwa damu yake, na kile kitabu au sehemu ya kitabu cha kumbukumbu ambapo kulikuwa kuna dhambi za mtu wa Mungu ambaye amefanya toba ya kweli kwa maovu yote itakuwa safi au nyeupe, na jina lake litadumu katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho, na Kristo atalikiri mbele za Baba na mbele za malaika zake watakatifu. Lakini pia tukatazama kwa wale ambao hawatakuwa wamefanya toba ya kweli, yaani wale ambao watakuwa wameshinda maovu kadhaa na maovu mengine hawatakuwa wameyashinda, tuliona ya kwamba Kristo hatafunika dhambi ambayo haijashindwa na kuachwa, bali hiyo dhambi itaendelea kushuhudia hatia ya mkosaji wakati vitabu vitakapofunguliwa katika hekalu la mbinguni wakati wa hukumu, na kitabu cha kumbukumbu kitakapokuwa kikitumika kuamua hatima ya mtu. Kwa hiyo tukatazama kama mtu atakuwa hata na dhambi moja tu ambayo imesalia, ambayo haijafunikwa kwa damu ya Kristo katika kitabu cha kumbukumbu cha dhambi, Kristo atakapofungua kitabu cha kumbukumbu cha dhambi na jina lake kutajwa na dhambi zake zikaanza kukaguliwa, ni kweli Kristo anaweza kuwa amefunika dhambi nyingine kwa damu yake, lakini dhambi ambayo aliendekeza na kuishinda Kristo ataiacha, na kwa dhambi hiyo itafanya jina lake lifutwe katika kitabu cha uzima na lifutwe katika kitabu cha ukumbusho. Kwa hiyo tukatazama kundi hili halitaweza kusimama au kushinda hukumuni. Lakini pia tukaangalia ili hukumu ifanyike ni lazima tukio moja litokee ambalo linaitwa kufunga kwa mlango wa rehema. Kwa hiyo tukaona mlango wa rehema unapofungwa ndipo hukumu inapoanza. Lakini tukaangalia pia makundi mawili ya wenye haki wanaohukumiwa katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Tukaona kundi la kwanza ni wenye haki walio hai na kundi la pili ni wenye haki waliokufa, na tukatazama kutoka Biblia na roho ya unabii, kwa sababu tuliuliza swali na tukajenga hoja, je, ni kundi gani kati ya makundi haya mawili yanayohukumiwa litakaloanza kusimama katika hukumu ya upelelezi kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Tukaona ni kundi la wenye haki waliokufa, kwa sababu kifo ni tukio ambalo linaashiria kufunga kwa mlango wa rehema. Tulitazama kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27, neno la Mungu linaposema mahala baada ya kifo hukumu. Kwa hiyo baada ya kifo inaashiria kufunga kwa mlango wa rehema na hukumu inaanza. Kwa hiyo tu kwa fungu hilo tunapata uthibitisho ya kwamba wafu huhukumiwa kwanza, na baada ya wafu kuhukumiwa, kesi zao zitakapokamilika, ndipo wenye haki walio hai watakapohukumiwa. Na nikwambia wenye haki walio hai hawawezi wakahukumiwa mpaka wafungiwe mlango wa rehema, na tukio ambalo litaashiria kufunga kwa mlango wa rehema kwa wenye haki walio hai ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo tukasema mlango wa rehema unafungwa kwa matukio mawili tu. Tukio la kwanza ni kifo na tukio la pili ni kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo tukaona tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Kristo alianza kuwahukumu wenye haki
waliokufa. Tukathibitisha kutoka maandiko matakatifu, tukatazama kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 12, anaposema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo wafu ndo walianza kusimama hukumuni, na mpaka sasa hivi hukumu inaendelea ni kwa ajili ya wenye haki waliokufa. Lakini mlango wa rehema utakapofungwa kwenye haki walio hai, Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote, kwa kutangaza kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, hukumu ya upelelezi itahamia kwa wenye haki walio hai. Na tukatazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 466, mjumbe wa Mungu anasema kifo ni jambo nyeti, lakini kuishi ni jambo nyeti zaidi. Kila wazo na neno na tendo maishani mwetu vitatukabili tena. Anasema kifo huleta ukomo wa mwili, lakini hakileti badiliko la tabia. Namna tunavyoenenda katika siku au kipindi hiki cha matazamio ndivyo tutakavyodumu katika umilele wote. Anasema kuja kwa Kristo hakubadilishi tabia zetu, bali hudhithibitisha milele kiasi cha kutobadilika kabisa. Kwa hiyo kuja kwa Kristo tulitazama sio tu kuja mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, lakini ni kukaribia ili kufanya hukumu. Kwa hiyo tukatazama hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa ni nyeti, lakini hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai ni nyeti zaidi, kwa sababu hao watatakiwa kusimama bila muombezi wakati kesi zao zikichunguzwa katika hekalu la mbinguni, katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu sana, kipindi ambapo amri ya Jumapili itatangazwa katika nchi ya Marekani. Na nikakuahidi panapo majira kama haya tutaendelea kutazama hili tukio la amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndilo tukio pekee ambalo litafungua kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai, na litafunga kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa. Kwa hiyo kabla ya kuanza kipindi hiki, kumbuka nilikusisitiza uweze kuwa na kalamu yako, uweze kuwa na daftari pamoja na Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Lakini awali ya yote, ningependa kuweza kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu unatupenda upeo. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, na kwa sababu malaika zako wanaendelea kushikilia pepo ili tuweze kukamilisha kazi mioyoni mwetu kabla ya kuchelewa milele. Kipindi hiki tunapoenda kujifunza somo lenye kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi sehemu ya 3, tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi sote, mimi mhutubu pamoja na wale wanaonitazama na kunisikiliza. Nakusihi uwepo wa malaika zako watakatifu wawe karibu yetu, wakiteka usikivu wetu na kutusaidia kuelewa katika yale ambayo yatakuwa ni ya muhimu kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaamini umesikia na utatenda sawasawa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapotazama katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la 1, ukurasa wa 191, hapa tunaona nukuu ambayo watu wengi wanaitumia vibaya, kwa sababu nilitoka kukuambia katika somo hili ambalo tutalitazama katika siku ya leo, hukumu ya upelelezi sehemu ya 3, tutaangalia jinsi ambavyo Mungu amefunua tukio la amri ya Jumapili kuwa kengele kwetu au ishara kwamba hukumu ya upelelezi imetoka kwa wenye haki waliokufa na imeanza kwa wenye haki walio hai, kwa sababu watu wengi huwa wanatumia
kauli ya Pambano Kuu 490 aya ya kwanza inayosema hakuna ajuae ni mapema kiasi gani kesi za walio hai zitaanza kuchunguzwa. Na watu wanatumia ile neno hakuna ajuae mapema kiasi gani kusema ya kwamba hatujui muda au hatujui tukio litakaloashiria hukumu ya upelelezi kuanza kwa wenye haki walio hai. Na kuna nukuu hii nyingine ambayo huwa wanaitumia kuweza kubaki katika uelewa huo, lakini uelewa huo sio sahihi, kwa sababu jinsi tunavyosoma neno la Mungu ndivyo tunavyotakiwa kusoma roho ya unabii. Katika kitabu cha Isaya sura 28 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, kwa maana ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hiyo tukitaka kupata uelewa mzuri namna tunavyosoma Biblia, ndivyo namna ambavyo tunatakiwa kusoma roho ya unabii. Kwa hiyo tunatakiwa kulinganisha, na mwisho wa siku tukapata uelewa mzuri. Unapotazama katika kitabu cha jumbe zilizochaguliwa, gombo la kwanza, nitasoma ukurasa wa 191. Lakini kabla ya kusoma ukurasa huu, ndugu zangu wapendwa, kumbuka swali kuu ambalo tunatakiwa kujiuliza katika kitabu cha Ufunuo Yohana 6:17 ni hili: kwa maana siku kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani anayeweza kusimama? Tukitaka kusimama ni lazima tuelewe. Tusipoelewa jinsi hukumu inavyofanyika, hatutaweza kuelewa jinsi gani tunavyoweza kushirikiana pamoja na Kristo ili tuweze kusimama. Tukitaka kusimama wakati hukumu ya upelelezi itakapoingia kwenye haki walio hai, au tukalala mauti na tukaingia katika kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa, ni lazima tupate uelewa sahihi wa jinsi ambavyo hukumu ya upelelezi inafanyika. Unapotazama katika kitabu cha Mithali, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mithali. Mithali ni kitabu baada ya Zaburi. Unapotazama katika kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, watu wabaya hawaelewi na hukumu. Kwa hiyo watu wabaya hawawezi wakaelewa hukumu. Ndio maana Danieli alionyeshwa na Roho wa Mungu na akaandika ya kwamba wenye hekima ndio watakaoelewa, lakini watu wabaya hawataelewa. Na hekima inayozungumziwa hapo ni hekima ya kuweza kujua wakati na kujua ujumbe wa wakati wetu ambao ni mpango wa ukombozi unaofunuliwa kupitia somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi. Na kuelewa somo hili la hukumu ya upelelezi, tutakuwa na uthabiti wa kuweza kusimama wakati ambapo rehema itakoma na kuitwa kusimama katika mahakama ya mbinguni. Unapotazama katika kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, watu wabaya hawaelewi na hukumu. Anasema, bali wamtafutao Bwana huelewa na yote. Kwa hiyo kama tutamtafuta Bwana, tutaelewa jinsi ambavyo hukumu inafanyika. Na Biblia ya Kiingereza imetumia neno understand. Neno kusimama kwa Kiingereza ni stand. Neno kuelewa kwa Kiingereza ni understand. Kwa hiyo hatuwezi tukastand, yani hatuwezi tukasimama kama hatuja understand, yani kama hatujaelewa. Kwa hiyo ili tusimame ni lazima kwanza tuelewe. Na sio kwamba Mungu hajafunua wakati ambapo hukumu ya upelelezi itamia kwa wenye haki walio hai, amefunua. Unapoangalia katika kitabu cha Mithali, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mithali 28 sura ya 28 na ule mstari wa 5, tumetazama na tukapata uthabiti ya kwamba wale wanaomtafuta Bwana, na kumbuka njia ya Bwana, tunapomtafuta Bwana tunamfuata kupitia njia yake, ipo katika patakatifu, na ndani ya patakatifu kwa patakatifu ndipo tutakapoona kazi inayoendelea katika hekalu la mbinguni ambao ni hukumu ya upelelezi. Na kama tutakuwa waaminifu kujifunza nuru ambayo Mungu anatupatia kulingana na kazi anayoifanya pale, tutaelewa wakati ambapo hukumu ya upelelezi itahamia kwenye haki walio hai. Unapoangalia katika kitabu cha Mhubiri, sikiliza kile ambacho mtu mwenye hekima anasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari wa 5.
akihusianisha na fungu la Mithali 28:5. Huku ni Mithali 28:5, na hapo tutazama kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, aishikae amri hatajua neno baya, na moyo wa mwenye hekima. Ndio maana Danieli sema mwenye hekima ndio atakaoelewa. Anasema na moyo wa mwenye hekima hujua wakati, kitu cha kwanza, na kitu cha pili na hukumu. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya wakati na hukumu. Kwa hiyo mtu ambaye ana moyo wa hekima hataelewa tu wakati, lakini pia ataelewa na hukumu. Kwa lugha nyingine, ukija kuunganisha haya maneno mawili, moyo wa mwenye hekima utaelewa wakati ambapo hukumu itaanzwa kwa wenye haki walio hai. Unapoangalia, turejee katika nukuu ambayo nimekuambia tutaisoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa. Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, ukurasa wa 191. Mjumbe wa Mungu anasema, Mungu hajatufunulia muda. Kwa lugha nyingine, muda ni wakati ambao ujumbe huu utafungwa. Nakumbuka katika kipindi kilichopita tuliona tunaweza tukatambua wakati au muda kwa njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kupitia matukio, na njia ya pili ni kupitia wakati maalumu au tarehe. Kwa hiyo hapa mjumbe wa Mungu anaposema Mungu hajatufunulia muda, anamaanisha Mungu hajatufunulia wakati maalumu au tarehe, lakini halengi tukio, kwa sababu tukio ni wajibu wa kila mmoja kuzingatia. Na tutaangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy 490, mjumbe wa Mungu anaposema matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho ni yenye muhimu sana, lakini ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Kwa hiyo kazi ya upatanisho itafungwa kwa hukumu ya upelelezi kuanza kwa wenye haki walio hai, kwa sababu kazi ya upatanisho ilifunguliwa kwa hukumu ya upelelezi kuanza kwa wenye haki waliokufa. Kwa hiyo Mungu anataka kutuleta usikivu wetu katika matukio yatakayoashiria kufunga kwa kazi ya upatanisho, yaani hukumu ya upelelezi kuanza kwenye haki walio hai, ikianza katika kanisa la Mungu wa Adventista wa Sabato, kama tulivyotazama katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 17. Kwa hiyo hapa halengi kutaja tukio, lakini analenga kutaja tarehe au wakati maalum. Anasema Mungu hajatufunulia muda ambao ujumbe huu utafungwa, au muda ambao rehema itafikia mwisho. Wengi wanasoma nukuu hii na kujua ya kwamba hatutajua chochote tukio na wakati kuhusiana na kufunga kwa mlango wa rehema, lakini huu ni udanganyifu wa Shetani. Tutazidi kuthibitisha katika siku ya leo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mambo yale yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Hapa anazungumza kile ambacho ni siri katika baraza la Mungu, na kile ambacho ni siri katika baraza la Mungu ni wakati maalum au muda maalum au tarehe. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mambo yale yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu, lakini hebu tusitafute kujua kile kilichowekwa siri katika mabaraza ya Mungu Mwenyezi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba barua zimenifikia zikiuliza iwapo nina nuru yoyote maalum. Kwa hapa anazungumza muda maalum. Anasema kuhusu wakati, kwa hapa anazungumzia wakati maalum au tarehe. Kuhusu wakati, kwa sababu ukija ukatazama katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, ukipata nafasi utasoma sura ya 3, kuna ndugu mmoja anaitwa E.P. Daniels ambaye aliweka wakati maalum. Kwa hiyo hapa kile ambacho mjumbe wa Mungu anakemea ni wakati maalum, kwa sababu kulikuwa kuna harakati za watu ambao walisema mlango wa rehema utafungwa mnamo Oktoba 1884. Kwa hiyo mjumbe wa Mungu alikemea akasema Mungu hampi mwenye ukomo nuru hiyo ya wakati maalum, lakini sio wakati au tukio ambalo litaashiria kufungwa kwa mlango wa rehema. Anaendelea kusema pia kwamba barua zimenifikia zikiuliza iwapo nina nuru yeyote maalum kuhusu wakati ambapo mlango wa rehema utafungwa, na ninajibu kuwa ninao ujumbe huu tu wa kupeleka, kwamba sasa ni wakati wa kufanya kazi maadamu mchana ungalipo. Mchana huwakilisha muda ambapo kuna rehema, usiku huwakilisha muda ambapo hakuna rehema. Ndio maana panaendelea kusema kwa maana usiku waja ambamo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Ndio maana nilikwambia maana ya kufunga kwa mlango wa rehema ni wakati ambapo Kristo hawezi akashughulika na kazi ya ukombozi wa mwanadamu.
Ndio maana mjumbe wa Mungu unaposoma katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32 ukurasa wa 518 ambapo inazungumzia mitego ya shetani, anasema pambano kuu linaloendelea kati ya Kristo na shetani kwa karibu miaka 6000 karibu linakwisha. Hivyo muovu au shetani anazidisha juhudi zake maradufu ili kushinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya wanadamu, kuwakaza watu katika giza na mitego yake hadi upatanisho wa Kristo uishe, na hivyo kusiwepo na dhabihu tena kwa ajili la ondoleo la dhambi. Ndilo lengo analotafuta kulitimiza. Kwa hiyo nukuu hii hailengi kutukataza matukio, lakini inalenga kutukataza tarehe au wakati maalum. Na unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 490 na aya ya kwanza, ni nukuu ambayo watu wanaitumia vibaya, lakini kwa msingi ambao tumeisha weka nukuu hii itaeleweka vizuri. Anasema matukio yanayohusiana na kufunga kwa kazi ya upatanisho ni yenye umuhimu sana. Kumbe tunatakiwa kuelewa matukio, kwa sababu nimekuambia kuna namna mbili za kutambua wakati. Namna ya kwanza ni kupitia matukio na namna ya pili ni kupitia tarehe au wakati maalum. Ndio maana hapa anasema matukio yanayohusiana na kufunga kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana. Ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Kwa sababu nimekuambia kazi ya upatanisho ilianza, kwa sababu siku zote inaanza jioni na inaishia asubuhi. Kwa hiyo jioni ya sikukuu ya upatanisho ilianza kwa kesi za wenye haki waliokufa kuanza kuchunguzwa mbele za Mungu au kuanza kupelelezwa mbele za Mungu. Lakini asubuhi au kufungwa kwa kazi ya upatanisho itaanza kwa hukumu ya upelelezi kufanyika kwa wenye haki walio hai. Ndio maana panaendelea kusema hapa kwamba ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Sasa hukumu inafanyika katika patakatifu pa mbinguni. Kesi gani? Sasa iwakilisha wakati uliopo, hukumu ya upelelezi kwa wenye haki waliokufa, kwa sababu nukuu inajifafanua. Anaendelea kusema kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi, kazi ya kuhukumu akina nani? Waliokufa. Anaendelea kusema hapa kwamba mapema mno, hii ndio nukuu ambayo watu wanaitumia vibaya. Anasema mapema mno, hakuna juai ni mapema kiasi gani. Alengi kusema hatutajua tukio, lakini analenga kusema hatutajua tarehe au wakati maalum. Anasema mapema mno, hakuna juai ni mapema kiasi gani itafanyika kwenye kesi za walio hai. Anahitimisha kwa kusema maisha yetu yatachunguzwa mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu amefunua matukio ambayo yanaashiria kufungwa kwa mlango wa rehema. Unapotazama katika kitabu cha Great Controversy, Pambano Kuu, ukurasa wa 594 na ile aya ya kwanza. Kitabu cha Great Controversy 594 aya ya kwanza, kwa Kiswahili ni Pambano Kuu. Ukipata nafasi utasoma sura ya 37. Nukuu hii nimeitoa katika sura ya 37 katika kitabu cha Pambano Kuu inayosema maandiko ni kinga. Anasema matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema. Kumbe Mungu amefunua tukio ambalo linaashiria kufunga kwa mlango wa rehema, na tutaliona tukio hili ni sheria Jumapili, na tukio hili litakapotimia ndipo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuanza kwenye haki walio hai. Anasema matukio yanayohusiana na kufunga kwa rehema na kazi ya maandalizi kwa ajili ya wakati wa taabu. Na unaposoma katika kitabu cha Early Writings ukurasa wa 33, ukurasa wa 85 na ukurasa wa 86, au unaposoma kitabu cha Matukio Siku za Mwisho sura ya 10 aya ya kwanza kabisa, utaona wakati wa taabu unaanzishwa na amri ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo wakati wa taabu unapoanza ni ishara ya kwamba mlango wa rehema umefungwa kwa Adventista wa Sabato duniani kote. Na kwa sababu kesi zao zimeanza kuchunguzwa, kwa sababu tuliona uchunguzi hauwezi kufanyika mpaka mlango wa rehema ufunge. Kwa mlango wa rehema unapofunga ndipo uchunguzi au hukumu ya upelelezi kwenye haki walio hai inapoanza. Ndio maana hapa anasema matukio yanayohusiana na kufungwa kwa rehema na kazi ya maandalizi kwa ajili ya wakati wa taabu vimeelezwa wazi. Wapendwa, haya mambo yako wazi. Anasema lakini watu wengi sana, zaidi ya 99%. Anasema lakini watu wengi, asemi tu wengi sana. Anasema lakini watu wengi sana hawazijui kweli hizi muhimu kuliko kama zisingefunuliwa kamwe.
Anaendelea kusema hapa ya kwamba shetani anavizia kudaka kila wazo. Kwa hiyo huyu ni shetani, anavizia kudaka kila wazo ambalo lingewafanya kuwa wenye busara kwa ajili ya kuokolewa, na hivyo wakati wa taabu utawakuta hawako tayari. Nimekwambia wakati wa taabu unaanzishwa na amri ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani, na wakati wa taabu unapoanza katika nchi ya Marekani, ambayo ndio taabu ndogo au taabu fupi, ni ishara hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai itakuwa imeanza, kwa sababu vitu vinaenda kwa sambamba. Kwa hiyo tumetazama katika maandiko ya kwamba hakuna idhini yoyote inayotuambia kutojua matukio ambayo yataashiria kufunga kwa mlango wa rehema na hukumu ya upelelezi kuanza kwa wenye haki walio hai, kwa sababu kuna tukio ambalo mjumbe wa Mungu ametaja moja kwa moja, litakapotimia basi hukumu ya upelelezi itakuwa imeanza kwa wenye haki walio hai. Unapotazama katika kitabu cha Manuscript Releases, Manuscript Releases hii ni barua, Manuscript Releases gombo la kwanza ukurasa wa 228 na ile aya ya pili. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anaelezea kuhusiana na tukio la amri ya Jumapili na hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai. Katika kitabu cha Manuscript Releases gombo la kwanza ukurasa wa 228 na ile aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule wa tatu. Malaika yule wa tatu ni malaika wa Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 9 hadi wa 11, anapoanza kwa kusema mtu yoyote atakayemsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso au katika mkono wake wa kuume, yeye naye atakunywa katika ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji, naye atateswa mbele ya Mungu na malaika zake watakatifu, wala hawatakuwa na raha mchana wala usiku hao wamsujuduo huyo mnyama. Naambiwa na moshi wa maumivu yao upanda juu. Kwa hiyo wapendwa, ujumbe wa malaika yule watatu unatupeleka katika tukio linalohusiana na ibada ya mnyama na sanamu yake na chapa yake. Na tunajua mnyama, tuendelea kujifunza, mnyama huwakilisha upapa. Katika kipindi chetu mnyama ni upapa, kwa sababu mnyama kibiblia ni utawala. Unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 7, mnyama huwakilisha utawala. Danieli aliona wanyama mbalimbali, kwa hiyo mnyama inawakilisha utawala, na utawala unaozungumziwa hata katika unabii ni upapa. Na sanamu ya mnyama ni kitu kinachofanana na upapa, ndio maana inaitwa sanamu ya mnyama au sanamu kwa mnyama. Ni Uprotestanti ulioasi ambao utafuata nyayo za upapa kwa kuunganisha dini na serikali. Na chapa ya mnyama ni amri ya Jumapili, kwa sababu siku ya Jumapili ndiyo ishara kuu ya mamlaka ya kanisa la Rumi au la kanisa Katoliki pamoja na ulimwengu wa Kiprotestanti ulioasi. Kwa hiyo ujumbe wa malaika yule watatu utatimia pale ambapo tutaona amri ya Jumapili inatangazwa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo panaposema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama. Na tunasimama wakati gani? Tunasimama wakati wa hukumu, wakati ambapo vitabu vinapofunguliwa. Anasema kusimama katika hali ya uaminifu kwake, na hao watakaoandaliwa kusimama katika hali ya uaminifu kwake sio waliokufa, ni walio hai, kwa sababu ujumbe sasa hivi hauwahusu waliokufa. Malaika watatu unatuhusu sisi tulio hai. Kwa hiyo nukuu hii inazungumzia kuandaa wenye haki walio hai, kwa sababu katika kitabu cha Mhubiri unapofungua, katika kitabu cha Mhubiri, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9, tutasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Anasema, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Anaendelea kusema mstari wa 6, mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lilofanyika chini ya jua. Nitarudia, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lilofanyika chini
ya jua. Kwa hiyo katika lote linalofanyika chini ya jua, aliyekufa hana sehemu, mwenye sehemu ni aliye hai. Kwa hiyo maandalizi hayafanywi kwa waliokufa, yanafanywa kwa ajili ya walio hai, kwa sababu hata hukumu ambayo itaanzishwa kwa tukio la amri ya Jumapili haitakuwa kwa ajili ya waliokufa, itakuwa ni kwa ajili ya wenye haki walio hai. Ndio maana hapa anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule wa tatu ni kuandaa watu kusimama katika hali ya uaminifu kwake katika hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo hapa tunaona uhusiano uliopo kati ya ujumbe wa malaika watatu kutimia, ambao ni chapa ya mnyama au amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, na hukumu ya upelelezi ya walio hai, kwa sababu katika hii nukuu tumeona wanaoandaliwa sio waliokufa, ni walio hai. Ndio maana tunaambiwa kwamba si wafu wamsifuo Bwana, au wale washukao shimoni, au walalao katika kimya, lakini sisi tulio hai tutalihimidi jina la Bwana. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi inayozungumziwa katika utimizwaji wa ujumbe wa malaika watatu yule wa tatu wa Ufunuo Yohana 14 mstari wa 9 hadi mstari wa 11 ni hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai. Kwa hiyo nukuu hii inataja moja kwa moja kwamba ujumbe wa malaika watatu unapotimia, tunapoona amri ya Jumapili imetangazwa katika nchi ya Marekani, ndipo hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai inapoanza. Lakini wote lazima tufanye maamuzi. Sikulazimishi kuamini hiki ninachokuambia, lakini lazima tufanye maamuzi kulingana na uzito wa uthibitisho, na kupatia uthibitisho mwingine katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa. Unapotazama kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6, ukurasa wa 130 aya ya kwanza na ukurasa wa 130 aya ya pili. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6, ukurasa wa 130 aya ya kwanza na 130 aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anasema, hebu muda zaidi usipotezwe katika kukawia katika mambo mengi ambayo sio ya muhimu. Ndio maana tunaambiwa sasa hivi hatakiwi kujihusisha na mada ambazo sio kweli wa sasa, mada ambazo hazilengi kutakasa moyo na kuunganisha kondoo wa Bwana waliotawanyika. Ndio maana panasema hebu muda zaidi usipotezwe katika kukawia katika mambo mengi ambayo sio ya muhimu na ambayo hayana mwelekeo wowote katika mahitaji ya sasa ya watu wa Mungu. Anaendelea kusema sasa, wakati ambapo kazi kuu ya kuhukumu walio hai inakaribia. Kwa kazi kuu ya kuhukumu walio hai haijaanza. Tunaambiwa Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo hata kwa wakati wetu hapa anaposema sasa, wakati kazi kuu ya kuhukumu walio hai inapokaribia kuanza, kwa hiyo haijaanza, lakini kuna tukio litakapotokea ndipo itakapoanza. Ndio maana hapa hajasema imeanza, anasema inapokaribia kuanza. Anasema sasa, wakati ambapo kazi kuu ya kuhukumu walio hai inapokaribia kuanza. Anasema, je, turuhusu malengo yasiyotakaswa kujaza mioyo yetu na kutuongoza kupuuza elimu inayohitajika kukutana na mahitaji ya wakati wa hatari? Wakati wa hatari ambao uko mbele yetu ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndio maana panaendelea kusema katika kila kesi uamuzi mkuu utatolewa. Tuliona uamuzi mkuu unaamriwa au unatolewa wakati wa hukumu ya upelelezi. Anasema utatolewa kwamba tutapokea chapa ya mnyama au sanamu yake. Na hapa mjumbe wa Mungu hajakosea, hajasema na sanamu, amesema au sanamu yake, kwa sababu chapa ya mnyama ndiyo inayounda sanamu ya mnyama kikamilifu. Kwa sababu mpaka sasa hivi sanamu ya mnyama ipo. Uprotestanti ulioasi, muunganiko wa dini na serikali tunauona, lakini hujafikia ukamilifu wake. Kitakachofanya sanamu ya mnyama ifikie ukamilifu wake na kutiwa pumzi ili ianze kufanya kazi ni chapa ya mnyama katika nchi ya Marekani, ambayo ni amri ya Jumapili. Hapo ndipo itatiwa pumzi, na hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa kwa wenye haki walio hai, ikianza na nyumba ya Mungu wa Adventista wa Sabato, na kesi zao zitaanza kuchunguzwa mbele za Mungu atishaye. Ndio maana anasema katika kila kesi uamuzi mkuu utatolewa. Kwa utatolewa wakati gani? Anasema kwamba tutapokea chapa ya mnyama. Kwa hiyo wakati wa chapa ya mnyama, wakati wa utimizaji wa ujumbe wa malaika yule watatu wa Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 9 hadi 11. Anaendelea kusema hapa ya kwamba tutapokea chapa ya mnyama au sanamu yake ama muhuri wa Mungu aliye hai. Kwa kumbe kuna uhusiano kati ya chapa ya mnyama au uundwaji wa sanamu katika ukamilifu wake katika nchi ya Marekani
na hukumu ya upelelezi kuanza kwa walio hai. Kwa hiyo huu uundaji utakapofikia ukamilifu wake wa sanamu ya mnyama kwa kutiwa pumzi kwa chapa ya mnyama ambayo ni amri ya Jumapili, ndipo hukumu ya upelelezi itakapotoka kwa wenye haki waliokufa na kuingia kwa wenye haki walio hai. Kwa hiyo nabii amejaribu kufafanua ya kwamba tukio pekee ambalo natakiwa aliteke usikivu wetu ni tukio la amri ya Jumapili. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Evangelism, ukipata nafasi utasoma kitabu cha Evangelism kuanzia ukurasa wa 195 hadi ukurasa wa 196, mjumbe wa Mungu wanaposema ya kwamba ujumbe wa malaika yule watatu ndio ambao unatakiwa uteke usikivu wetu zaidi, kwa sababu kwa lugha ya Kiingereza amesema the theme of the greatest importance. Anasema dhima yenye umuhimu mkubwa zaidi is the theme of the third angel's message. Anasema ni dhima ya ujumbe wa malaika yule watatu. Anasema which embraces the first and second angel's message. Anasema ambao unaunganisha dhima hiyo ya ujumbe wa malaika yule watatu, unaunganisha dhima ya ujumbe wa malaika wa kwanza pamoja na wa pili. Na tunaambiwa mjumbe wa Mungu anasema all should understand the truth contained in these messages. Anasema wote wanatakiwa kuelewa kweli zinazopatikana katika jumbe hizi and demonstrate them in their daily life, na kudhihirisha katika maisha yao ya kila siku. Anasema for it is essential to salvation, kwa sababu ni muhimu sana kwa ajili ya wokovu. Wapendwa, hili tukio tunatakiwa kulielewa, lakini shetani ameiba uzito wa hili tukio. Lakini tutakuja tutajifunza kabla ya amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, kabla ya wakati wa taabu kuanza, tutaona vita ya kiraia katika nchi ya Marekani, mapinduzi. Tutakuja tutaangalia unaposoma katika kitabu cha Manuscript Releases gombo la 5, barua gombo la 5, uklasa wa 305 na aya 4, utaona ya kwamba lazima vita ya kiraia itokee, mpasuko katika taifa la Marekani itokee, ndipo amri ya Jumapili itakapotangazwa, na ndipo wakati wa taabu utakapoanza. Kwa hiyo pia unapotazama katika kitabu cha Christ Object Lesson. Christ Object Lesson ni vielelezo vya mafundisho ya Kristo au lulu za uzima kwa Kiswahili. Uklasa wa 71 na ile aya ya 3. Nitakusomea katika kitabu cha Christ Object Lesson uklasa wa 71 na ile aya ya 3. Hapa Kristo anazungumza kuhusiana na kanisa lake, na kanisa lake sasa hivi ni kanisa la Adventista wa Sabato. Anasema hapa ya kwamba magugu na ngano vitakuwa pamoja mpaka wakati wa mavuno. Kwa hiyo lazima tujifunze huu wakati wa mavuno ni nini. Unapotazama kitabu cha Mathayo, fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 13, nitasoma ule mstari wa 39. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 13, nitasoma mstari wa 39. Neno la Mungu linasema yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Nakumbuka hapa tunapata mfano wa mpanzi ambaye alipanda mbegu njema katika konde, lakini adui akaja akapanda magugu. Watumishi wa yule mpanzi wakamwambia, ulipanda mbegu njema, haya magugu yametoka wapi? Turuhusu tukayaondoe. Lakini yule mpanzi akawaambia, subirini vyote vikue mpaka wakati wa mavuno. Kwa hiyo tunatakiwa tuone mavuno yanayozungumziwa hapa ni nini, kwa sababu hili konde linalozungumziwa hapa ni kanisa la Mungu, na ngano inayozungumziwa hapa ni wana wa ufalme, wana wa nuru, wale ambao wanatenda sawa sawa na nuru walionayo. Lakini magugu ni wale ambao wanatenda kinyume na nuru walionayo. Wanadai kuiamini ile nuru, lakini hawaishi au hawaenendi sawa sawa na hiyo nuru. Ndio maana hapa mstari wa 39 anaendelea kufafanua akisema yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia na wavunao ni malaika. Hapa nitakazia, mavuno ni mwisho wa dunia na wavunao ni malaika. Nakumbuka mwisho wa dunia utafungwa kwa tukio la amri ya Jumapili. Tulitazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 uklasa wa 141, mjumbe wa Mungu anaposema uwekaji wa sabato bandia mahali pa sabato ya kweli, kuikweza siku ya Jumapili kinyume na siku ya Jumamosi
ni tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ya pambano kuu. Anaendelea kusema tutakapoona uasi huu umetimia, ni ishara ya kwamba mwisho upo karibu sana. Kwa hiyo kipindi cha mwisho wa dunia, kwa sababu tumeambiwa mavuno ndio mwisho wa dunia, ni kipindi ambacho kina mwanzo wake na kina mwisho wake. Mwisho wa dunia unaanzishwa kwa tukio la amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, kama vile ambavyo tumetazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 7 ukurasa 141, na utafungwa kipindi hiki cha mavuno ambao ni mwisho wa dunia, utafungwa na ujio wa Yesu mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 13 na kuendelea, pale utaona mwisho kabisa wa mavuno, wapendwa. Kwa hiyo mwisho wa dunia ni kipindi, kwa Kiingereza nikitumia neno time frame utanielewa, lina mwanzo wake ili tukio la mwisho wa dunia, na lina mwisho wake, na mwanzo wa mwisho wa dunia linawakilishwa kupitia tukio la amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, na tukio linaloashiria mwisho wa wakati wa mavuno ni ujio wa Yesu mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, kwa sababu nimekuambia wakati wa mavuno ndio mwisho wa dunia. Na nimekuambia hapa kuna kitu lazima tukiangalie kwa kina. Kile ambacho Biblia inasema ndicho ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Tunaambiwa wale wanaovuna ni malaika. Hebu tuendelee kutazama nukuu hii. Katika kitabu cha Christ Object Lesson, vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 71 na ile aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema magugu na ngano vitakuwa pamoja. Kwa hiyo katika kanisa kuna wana wa nuru na kuna wana wa giza. Wana wa giza tumesoma katika kitabu cha Mathayo 13, tukaona ni magugu, na wana wa nuru tumeona ni ngano. Anasema vitakuwa pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno ni mwisho wa dunia, lakini haimaanishi Kristo atatenganisha wana wa nuru na wana wa giza. Atakapokuja mara ya pili ataanza kutenganisha pale ambapo amri ya Jumapili itatangaza katika nchi ya Marekani, kwa sababu ndipo mwisho wa dunia utaanza. Ni tukio ambalo litaashiria mwisho wa dunia, na tukio ambalo litafunga mwisho wa dunia ni Yesu kuonekana katika mawingu ya mbinguni mara ya pili atakapokuja kwa ajili ya ufufuo wa kwanza. Anasema mpaka wakati wa mavuno. Anasema na mavuno, anafafanua hapa, na mavuno ni mwisho wa muda wa rehema. Kwa hiyo mwisho wa muda wa rehema, nabii anasema hapa mavuno ni mwisho wa muda wa rehema. Mwisho wa muda wa rehema ni kufungwa kwa mlango wa rehema. Na mlango wa rehema kwa kanisa la Mungu tumeisha soma unafungwa kupitia amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Tutaendelea kufafanua hapa. Unapotazama, nitakusomea nukuu nyingine ambayo inafafanua nukuu hii katika kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 118, tuweze kuona ya kwamba malaika yule watatu ndiye atakayeanza kuvuna kanisa, kwa sababu wakati wa mavuno ni muda ambapo hatuwezi tena tukashughulika na wokovu wetu, kwa sababu tumeambiwa mavuno ni mwisho wa muda wa rehema. Rehema itakuwa imefungwa, na nimekwambia ili hukumu upelelezi ianze kwa walio hai ni lazima wafungiwe mlango wa rehema. Kwa hiyo tukio ambalo linaashiria mavuno ni tukio la amri ya Jumapili. Ndio maana litakapotokea mlango wa rehema utakuwa umefungwa, na wasabato tutakuwa tumechelewa sana kwa ajili ya kurekebisha kasoro zetu, kwa ajili ya kurekebisha mapungufu yetu. Ndio maana wakati uliokubalika ni sasa. Kwa sababu tulisoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza 263, mjumbe wa Mungu anasema kama fursa hizi za dhahabu hazitatumika, zitapita milele, na vilio vyetu vya uchungu havitakuwa na thamani. Ndio maana tunaambiwa tuweze kusoma na kuelewa kabla ya kuchelewa milele, tukitaka kusimama katika sikukuu ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Sasa hii nukuu ya Maandiko ya Awali ukurasa wa 118 inafafanua nukuu ya Christ Object Lesson, vilelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 71 na ile aya ya 3 kuhusiana na mavuno. Anasema ndipo nikaona malaika mwingine. Yupi? Anasema yule wa tatu. Ananukuu Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 9 hadi wa 11. Anasema malaika yule aliyeambatana pamoja nami alisema kazi yake ni ya kuogofya. Nitarudia, malaika yule aliyeambatana pamoja nami alisema kazi yake ni ya kuogofya, utume wake ni wa kutisha. Yeye ndiye malaika atakayetenganisha ngano na magugu. Ngano na magugu inatenganishwa wakati wa mavuno, kwa sababu nukuu ambayo tumetoka kuisoma inasema
acha vyote, ngano na magugu vikue mpaka wakati wa mavuno, na mavuno ndio mwisho wa muda wa rehema. Kumbe mwisho wa muda wa rehema ndipo wana wa Nuhu na wana wa giza watakapotofautishwa katika hekalu la mbinguni kwa njia ya hukumu ya upelelezi kuanza kufanyika kwenye haki walio hai, ikianza na kanisa wa Adventista wa Sabato, kwa sababu ndio nyumba ya Mungu. Tulitazama nyumba ya Mungu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, ni kanisa la Mungu lililo hai, nguzo na msingi wa kweli. Anaendelea kusema pia kwamba malaika yule aliyeambatana pamoja nami alisema, kazi yake ni ya kuogofya, utume wake ni wa kutisha. Yeye ndiye malaika atakayetenganisha ngano na magugu na kutia muhuri. Kwa hiyo wakati wa kutia muhuri unaanza wakati gani? Kutiwa muhuri kunaanzwa pale ambapo Marekani itapitisha amri ya Jumapili. Hapo ndipo zoezi la kutia muhuri litakapoanza. Anasema na kutia muhuri au kufunga ngano kwa pamoja kwa ajili ya ghala la mbinguni. Ni wakati gani huu? Ni wakati wa hukumu ya upelelezi kwenye haki walio hai, kwa ishara ya amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Anazidi kusema pia kwamba kufunga ngano kwa pamoja kwa ghala la mbinguni, mambo haya yanapaswa kushughulisha sana akili yote na mawazo yote. Ndio maana tunaambiwa hii ndio dhima yenye muhimu zaidi. Nimekwambia ukipata nafasi soma kitabu cha Evangelism, kitabu cha Uinjilisti, ukurasa wa 195 hadi ukurasa wa 196. Kwa hiyo wapendwa, kwa nukuu hii tunaona ya kwamba amri ya Jumapili itakapotangaza katika nchi ya Marekani, mlango wa rehema utakuwa umefungwa na hukumu ya upelelezi itakuwa imeanza kwa wenye haki walio hai. Lakini pia tuangalie katika kitabu hiki cha Christ Object Lesson, vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Katika kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 412, kurasa hizi zinazo kusomea ni za Kiingereza, ukurasa wa 412 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Hii ni sura ambayo inapatikana katika kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo au Lule za Uzima. Ni sura ambayo inazungumzia magugu, inaitwa Tears. Sasa katika sura hiyo unaposoma utakutana na aya hii. Mjumbe wa Mungu anasema 412 na ile aya ya kwanza. Anasema ni katika zahama inayozungumziwa hapa ni amri ya Jumapili. Ndio maana tulitazama ni kwamba inasema wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu wasikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Wanaona mahusiano ya kutisha yaliyopo miongoni mwa mataifa, wanatazama kila msukumo unaotawala kila kipengele cha kidunia, na wanatambua ya kwamba jambo fulani kubwa na la kukata shauri li karibu kutokea, ya kwamba dunia iko ukingoni mwa zama kuu. Zama kuu inayozungumziwa hapa ni amri ya Jumapili, na ndiyo ambayo itakata shauri kuamua kupotea milele au kuokolewa milele, kwa sababu amri ya Jumapili ndiyo itakayoanzisha kipindi cha hukumu ya upelelezi kwenye haki walio hai na kufunga kipindi cha hukumu ya upelelezi kwenye haki waliokufa. Kwa hiyo zama inayozungumziwa hapa ni amri ya Jumapili. Nukuu hiyo utaipata kitabu cha Elimu ya Kweli, yani Education, ukurasa wa 178 na ukurasa wa 179. Anasema hapa ni katika zama ambapo tabia hudhihirishwa. Kwa hiyo wakati wa amri ya Jumapili sio wakati wa kujenga tabia, lakini ni wakati wa kudhihirisha tabia. Na unapodhihirisha tabia, una nafasi tena ya kujenga tabia, kwa sababu muda wa kujenga tabia umeisha. Ndio maana panazidi kusema pia kwamba ni katika zama ambapo tabia hudhihirishwa, pale ambapo sauti ya dhati utangazwa katika usiku wa manane. Hapo ukipata nafasi utasoma Mathayo 25, kwa sababu sura hii imejengwa katika Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi wa 13. Anaendelea kusema pia kwamba ni katika zama ambapo tabia hudhihirishwa. Anasema pale ambapo sauti ya dhati utangazwa katika usiku wa manane. Tazama bwana harusi yuaja, nendeni nje mkamlaki. Na tulisema kuja kwa Yesu haimaanishi tu kuja katika mawingu ya mbinguni mara ya pili. Kuja kwa Yesu kulianzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi, na kutakuwa na kutanuka, na hatimaye sikukuu ya upatanisho inapofikia mwisho wake ataonekana katika mawingu ya mbinguni kwa ajili ya kukamilisha sikukuu ya upatanisho ya kumponda kichwa shetani kwa njia ya kuweka dhambi za watu wake juu ya kichwa chake na kuacha katika kipindi cha miaka 1000 katika ukiwa wa dunia hii.
Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba tazama bwana harusi yuaja, nendeni nje mkamlaki. Kwa hapa anawakilisha hukumu ya upelelezi kwa wenye haki walio hai, kwa sababu wanaomlaki bwana harusi sio waliokufa, ni walio hai. Anaendelea kusema hapa ya kwamba nendeni nje mkamlaki. Anasema ndipo wanawali waliolala waliamka kutoka katika usingizi wao. Hapa anazungumza wanawali wote 10. Anasema wote walikuwa wamelala, anasema wote waliamka katika usingizi wao. Ilionekana nani alifanya maandalizi kwa ajili ya tukio hilo. Ni tukio gani? Ni tukio ambalo linaitwa Zahama, na Zahama ni yambe Jumapili katika nchi ya Marekani. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ndio wanawali walio anasema ndipo wanawali waliolala waliamka kutoka katika usingizi wao. Ilionekana ni nani alifanya maandalizi kwa ajili ya tukio hilo. Anasema pande zote walichukuliwa pasipo kutambua. Ndio maana hili tukio litakuwa ni la ghafla. Ndio maana wengi watasema tulijua ya kwamba amri Jumapili ingetangazwa, tulijua ya kwamba hukumu za Mungu zingeijia dunia, lakini hatukujua kama ingekuwa ni mapema kiasi hiki. Ndio maana kabla ya wakati huo, wapendwa, inatakiwa tuchangamke, tujifunze haya mambo na tufanye maandalizi, mioyo yetu iweze kutakaswa, na wakati huo utakapokuja tuwe na ujasiri wa kusimama, kwa sababu mtunga Zaburi anasema tukiwa wenye haki tukashinda, anasema hatutaogopa habari mbaya. Mioyo yetu itakuwa imara ikimtumaini Bwana atakayeweza kutushika mkono na kutupitisha katika wakati wa taabu na fadhaa ambao upo mbele yetu. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba lakini upande mmoja ulijiandaa kwa ajili ya dharura. Hao ni wenye busara, hao 5. Anasema na mwingine, wanawali wengine 5 ulikutwa bila maandalizi. Anaposema bila maandalizi, ila ushindi dhidi ya dhambi, tabia zao hazikujengwa wakati wa rehema. Ndio maana hapa anaendelea kusema sasa janga la kushtukiza lisilotazamiwa. Hili janga la kushtukiza lisilotazamiwa ni amri ya Jumapili. Anasema jambo ambalo hukutanisha nafsi uso kwa uso na kifo. Ni tukio gani litatukutanisha uso kwa uso na kifo? Ni sheria ya Jumapili. Unapotazama katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 9, anasema ya kwamba wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Ni wakati wa amri ya Jumapili. Nao watawaua. Kwa hiyo wakati wa amri ya Jumapili ndipo tutauawa, kwa sababu ndio janga ambalo litukutanisha uso kwa uso na kifo wa Adventista wa Sabato. Ndio wanaposema hapa ya kwamba wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Na usaliti pia unatokea miongoni mwa ndugu, miongoni mwa Adventista wa Sabato wenzetu. Ndio unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 608, tunaambiwa kadiri tufani karibiavyo. Tufani inazungumziwa hapo ni amri ya Jumapili. Anasema kundi kubwa ambalo lilidai kuwa na ujumbe wa malaika yule wa 3, lakini halikuwa limetakaswa na ujumbe huo kwa njia ya kuutii, taacha nafasi yao na kujiunga na askari wa upinzani. Kwa tunaambiwa kundi kubwa la watu ambao walidai kuwa na imani kwa malaika yule wa 3, lakini hawakuwa wametakaswa na ujumbe huo kwa njia ya kuutii ukweli huo, tunaambiwa wataziacha nafasi zao na kujiunga na askari wa upinzani, na ndio watakao kuwa maadui, watakao wasaliti wenzao ambao watakuwa wamepata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana hapa anasema pia kwamba wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Na unaposoma kitabu cha Yohana, anazungumzia kitu hiki. Unapoangalia kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 16. Injili ya Yohana sura ya 16, nitasoma na ule mstari wa 2. Yesu hapa aliwaambia wanafunzi wake akisema, watawatenga na masinagogi, na saa yaje atakapozania kila mtu awauae kuwa anamtolea Mungu ibada. Kwa hiyo kinachozungumziwa hapa, tukio ambalo tunazungumziwa hapa, tumethibitisha katika neno la Mungu, ni tukio linalohusu amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndilo tukio ambalo litawakutanisha Adventista wa Sabato uso kwa uso na kifo. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba sasa janga la kushtukiza lisilotazamiwa, jambo ambalo hukutanisha nafsi uso kwa uso na kifo. Anasema litaonesha kama kumekuwa na imani hai katika ahadi za Mungu. Ndio maana wakati huu waliolala na wenye busara watatenganishwa. Wale ambao waliendelea kudumu katika usingizi na hawakuwa wamefanya maandalizi watatengwa na Mungu milele, lakini wale ambao walikuwa wamefanya maandalizi kwa ajili ya tukio hili watakuwa upande wa Mungu, wakipokea muhuri wa Mungu
wakipokea mvua ya masika na kutangaza kilio kikuu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba litaonesha kama kumekuwa na imani hai katika ahadi za Mungu. Litaonesha kama nafsi imetegemezwa kwa neema. Jaribio kuu la mwisho, tutakuja tutazama hili jaribio kuu la mwisho ni nini. Ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Anasema jaribio kuu la mwisho huja katika kufungwa kwa mlango wa rehema wa mwanadamu. Kwa kumbe jaribio kuu la mwisho ambao ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani inakuja katika kufungwa kwa mlango wa rehema kwa mwanadamu. Kwa kumbe amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, Waadventista wa Sabato watakuwa wamefungiwa mlango wa rehema. Anaendelea kusema pia kwamba huja katika kufungwa kwa mlango wa rehema mwanadamu. Sasa anafafanua nini maana ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Anaendelea kusema ambapo itakuwa ni kuchelewa sana kukizi mahitaji ya nafsi. Kwa mlango wa rehema ukifungwa, hauwezi ukakizi tena mahitaji ya nafsi. Lakini pia tutafafanua hii nukuu ambayo inasema jaribio kuu la mwisho. Jaribio kuu la mwisho nimekwambia ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 605 na ile aya ya pili, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Great Controversy, Pambano Kuu 605 na aya ya pili. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mjumbe wa Mungu anasema Sabato itakuwa ndiyo kipimo kikuu cha uaminifu, kwa maana ndicho kipengele cha ukweli kinachopingwa hasa. Kwa hiyo kumbe Sabato ndio kipimo kikuu. Kwa hiyo tutakapoona Sabato itakapobatilishwa na mamlaka za kidunia ikianza katika nchi ya Marekani, ni ishara watu wa Mungu pia tutapimwa, sio tu kimwili ya kwamba tutaweza kununua wala kuuza, lakini kiroho katika hekalu la mbinguni, kwa sababu sheria ya Mungu ndiyo kipimo cha hukumu na Sabato huwakilisha sheria ya Mungu, kwa sababu Mungu anaweza katupima katika jambo moja kuthibitisha uaminifu wetu katika mambo mengine. Kwa sababu pia tulitazama katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 10 anaposema ya kwamba mtu awaye yote akishika sheria yote akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa tunachohitaji ni utii wa amri zote takatifu za Mungu. Na maana tunachokihitaji ni ushindi wa kila aina ya dhambi ili tuweze kusimama wakati ambapo kipimo kikuu au jaribio kuu la mwisho litakapoletwa kwetu kwa amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Na tukitaka kuelewa yatakayotokea, lazima tuelewe yaliyotokea. Tukitaka kuelewa yatakayokuwako, ni lazima tuelewe yaliyokuwako, kwa sababu hakuna jambo jipya chini ya jua, wapendwa. Unapotazama kitabu cha Kutoka, kwa sababu sisi ni Israeli ya sasa. Israeli ya kale walikuwa ni Wayahudi. Tuone hata wao pia kipimo kikuu, kitu ambacho kilikuwa ni jaribio la imani kwao, ilikuwa ni Sabato. Ndio maana unapotazama kitabu cha Ezekieli, ukipata nafasi utasoma Ezekieli sura 20 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema tena, naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kwamba mimi ni Bwana niwatakasaye. Kwa hiyo Sabato ni ishara ya utakaso. Kipimo kikuu kitakapokuja mbele yetu, Kristo ataanza kufuta dhambi kwa Waadventista wa Sabato, kwa wale ambao watakuwa wameshinda. Lakini wale ambao hawatakuwa wameshinda watatengwa mbali na yeye, kwa sababu majina yao yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Lakini unapotazama pia katika kitabu cha Kutoka, fungua pamoja nami katika kitabu cha Kutoka. Utasoma Kutoka sura ya 16 mstari wa 4, na nitakuja nitasoma mstari wa 28. Lakini itaanzia 26 hadi 28. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu. Kumjaribu mtu ni kupima. Kwa hiyo hapo alitakiwa kuokota kwa siku 6, lakini siku ya 7 wapumzike. Kwa hiyo Sabato ndio ilikuwa kipimo, kupima imani yao ya kwamba yuko wapi na imani hai, na yuko wapi anayeweza kusimama. Haimaanishi tu tuwe waaminifu katika Sabato au tuwe waaminifu wakati huo afu sasa hivi tusiwe waaminifu, ni uongo. Kwa sababu chochote kinachotushinda leo hatimaye kitatushinda na kutuangamiza. Tukitaka kusimama katika wakati ujao, ni lazima tusimame wakati uliopo. Kwa sababu tunaambiwa neema ya Mungu imefunuliwa
na inatufundisha kukataa mabaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Kutoka. Mjumbe wa Mungu anayemzungumzia hapa ni Musa. Unapotazama kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitawaneeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili mpate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kwa jaribu linapokuja hapa kwetu kimwili, amri Jumapili itakapotangazwa ya kwamba tutaweza kuuza au kununua, kumbe kiroho kuna kitu kinaendelea katika hekalu la mbinguni. Ni aidha majina yetu yanadumishwa katika kitabu cha uzima au ukumbusho, au yanafutwa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Yaani itakuwa ni ishara hukumu ya upelelezi inaendelea katika hekalu la mbinguni. Ndio maana unapoangalia katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 26 anasema, siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato. Siku 6 inawakilisha muda tulionao sasa hivi, ndio muda wa rehema. Sabato ikifika itakuwa ni ishara ya kufunga kwa mlango wa rehema. Ndio maana Sabato ni siku ya pumziko, hakuna kazi itakayofanywa siku ya Sabato. Kwa sababu tukitaka kuelewa Mungu anavyofanya kazi, ni lazima tuelewe binadamu anavyofanya kazi. Kwa kama binadamu tumepewa kazi siku 6, siku 7 kupumzika, hivyo hivyo Mungu huu muda aliotupatia ni kama siku 6, ni muda wa rehema. Amri Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, Sabato ya Biblia itakapobadilishwa na kushushwa, itakuwa ni ishara ya kufunga kwa mlango wa rehema. Mungu hawezi akafanya kazi kwa ajili ya kutuokoa, lakini tamko litakuwa limetamkwa ya kwamba mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Maneno haya yatatimia kwetu sisi Waadventista wa Sabato wakati amri Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, na baada ya hapo itatimia kwa waaminifu katika madhehebu mengine wakati amri Jumapili itakapotangazwa ulimwenguni kote, na Kristo kumaliza huduma yake ya uombezi katika hekalu la mbinguni kwa kusema imekwisha. Katika kitabu cha Kutoka 16:26 na 28 anasema, siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato. Siku hiyo hakitapatikana. Kwa hiyo hakutakuwa na rehema wakati ambapo Sabato itabatilishwa katika nchi ya Marekani. Kwa kutangaza kwa amri ya Jumapili anasema, ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Kwa hiyo kumbe Bwana alitumia sheria moja kupima uaminifu wao katika sheria nyingine. Ndio maana tutakiwi kubeza hata kuvunja amri moja ya Mungu. Turejee katika nukuu ambayo tulikuwa tunaisoma, nukuu ya Great Controversy, pambano kuu, ukurasa wa 605 na ile aya ya 2. Mjumbe wa Mungu anasema Sabato itakuwa ndio kipimo kikuu cha uaminifu, kwa maana ndicho kipengele cha ukweli kinachopingwa hasa, na ukweli au kweli ni neno la Mungu. Unaposoma Yohana 17:17 neno la Mungu linasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, na neno la Mungu ni sheria yake. Kwa sababu kile ambacho neno la Mungu inafunua sheria ya Mungu, inajaribu tu kufafanua kwa upana sheria ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Zaburi 119:142 anasema, haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa kama sheria ni kweli na neno la Mungu ni kweli, kwa sababu tunaambiwa watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, na neno la Mungu katika Zaburi inasema ya kwamba haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa kama sheria ni kweli na neno ni kweli, basi sheria ni neno na neno ni sheria. Ndio maana nakwambia neno la Mungu inafunua tu sheria ya Mungu, ili tujue jinsi ya kushirikiana na Kristo ili tuweze kuishika, kwa sababu ameahidi atakapotupatia moyo wa nyama ataiandika katika vibao vya mioyo yetu. Na hili ndio linatakiwa kuwa ombi letu tunapoomba ya kwamba Mungu atumbie moyo safi, aondoe moyo wa jiwe, atupatie moyo wa nyama, ili tuwe tayari kutembea katika maagizo yake kwa furaha, sio kama mzigo, lakini kama kitu kitakachotufurahisha. Ndio maana hata mtunga Zaburi anasema kuishika sheria yako, kuyafanya mapenzi yako ndio furaha yangu. Anasema na sheria yako nimeandika katika moyo wangu. Anasema hapa Sabato itakuwa ndio kipimo kikuu cha uaminifu, kwa maana ndicho kipengele cha ukweli kinachopingwa hasa.
wakati jaribu la mwisho litakapoletwa. Kwa hiyo jaribio kuu la mwisho ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Anasema litakapoletwa kwa wanadamu, hapo ndipo mstari wa kutofautisha kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia utachorwa. Ngano na magugu vitatenganishwa katika kanisa, mlango wa rehema utafungwa, na hukumu ya upelelezi itaanza kwa wenye haki walio hai. Na unapotazama katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, fungua pamoja nami katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la pili na ule ukurasa wa 80 na ile aya ya 4. Tuone hapa pia mjumbe wa Mungu anaeleza ya kwamba Marekani itakapopitisha amri ya Jumapili, sanamu ya mnyama itakapotiwa pumzi, kwa sababu mpaka sasa hivi sanamu ya mnyama ipo lakini haijatiwa pumzi, na kitakachotia pumzi, kitakachokamilisha uundaji wa sanamu ya mnyama ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Waadventista wa Sabato watafungiwa mlango wa rehema, kwa sababu amri ya Jumapili ndio itakuwa kipimo kikuu kwa watu wa Mungu. Kama tulivyosoma hapo, ndipo mstari wa kutofautisha utakapochorwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na kati ya wale wasiomtumikia, kati ya wale walioshinda dhambi na kati ya wale ambao hawajashinda dhambi katika hekalu la mbinguni, wakati kesi za walio hai zitakapokuwa zinachunguzwa. Anasema hapa katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la pili, ukurasa wa 80 na aya ya 4. Mjumbe wa Mungu anasema, Bwana amenionyesha wazi, kwa hiyo mambo yamedhihirishwa. Bwana amenionyesha wazi kuwa sanamu ya mnyama itafanywa kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa hiyo nabii alionyesha sanamu ya mnyama itafanywa kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, na ni kweli. Anapozungumzia kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, anazungumzia kabla ya amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo itafanywa kabla ya hapo. Ndio maana sanamu ya mnyama ipo, kwa sababu sanamu ya mnyama ni Uprotestanti ulioasi. Na umeasi kwa sababu gani? Umeunganisha dini na serikali katika vipengele fulani vya mafundisho, na kipengele ambacho kimesalia ni amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Hicho kipengele ndio kitakamilisha uundaji wa sanamu ya mnyama, na hapo ndipo itakapokuwa kipimo kwa watu wa Mungu, kwa Adventista wa Sabato, kwa sababu hukumu ya upelelezi itakuwa imeanza kwenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili, na itakuwa ni kuchelewa sana kwa Adventista wa Sabato ambao hatutakuwa tumepata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana panasema Bwana amenionyesha wazi, na kazia, Bwana amenionyesha wazi kuwa sanamu ya mnyama itafanywa kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa maana haina budi, mtu anapokuambia haina budi anamaanisha lazima, haina budi kuwa kipimo kikuu kwa watu wa Mungu. Kwa mpaka sasa hivi sanamu ya mnyama sio kipimo kikuu kwa sababu haijatiwa pumzi. Bado amri ya Jumapili haijapitishwa, ambayo ndio chapa ya mnyama. Kwa hiyo ili itiwe pumzi au iwe kipimo kikuu, ni lazima amri ya Jumapili ipitishwe katika nchi ya Marekani. Itakapopitishwa ndipo hukumu ya upelelezi itaanza kwenye haki walio hai, kwa sababu mlango wa rehema utakuwa umefungwa na hukumu itakuwa imeanza. Kwa sababu tulitazama dondoo mbalimbali, tukatazama katika kitabu cha Patriarchs and Prophets 162 na 165, mjumbe wa Mungu anaposema ya kwamba siku zote rehema inapoondolewa ndipo huduma ya hukumu inaanza. Unapotazama katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la pili, ukurasa 80 na aya ya 4, naendelea kusoma. Anasema, kwa maana haina budi kuwa kipimo kikuu kwa watu wa Mungu. Kama tulivyotoka kusoma nukuu iliyopita ya kwamba Sabato ndio itakuwa kipimo kikuu kwa watu wa Mungu. Kwa Sabato itakapobatilishwa au itakaposhushwa kwa kuikweza siku bandia ya ibada ambayo ni Jumapili katika nchi ya Marekani, hapo sanamu ya mnyama itakuwa pumzi, na ndipo itakapokuwa kipimo kikuu. Lakini mpaka sasa sio kipimo kikuu, kwa sababu haijatiwa pumzi, uundaji wake hujafikiria ukamilifu, dini na serikali bado havijaungana katika ukamilifu wake, hata kuanza kuwatesa watakatifu wa Mungu. Anaendelea kusema pia kwamba kwa maana haina budi kuwa kipimo kikuu kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanaozungumziwa hapa ni Waadventista wa Sabato. Anaendelea kusema, na kwa njia hii hatima yao ya milele itaamriwa. Kwa hiyo hatima inaamriwa wapi? Haiamriwi hapa, inaamriwa katika hekalu la mbinguni, aidha uzima au mauti, aidha kudumu katika kitabu cha uzima na cha ukumbusho, au kuandikwa katika kitabu cha mauti. Kwa hiyo kumbe amri ya Jumapili itakapotangazwa ndipo hukumu ya upelelezi itaanzwa kwenye haki walio hai, ikianza na watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato, na hatima yao ya milele itaamriwa. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wanajaribu kusema ya kwamba amri ya Jumapili
itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, kuna baadhi ya Waadventista wa Sabato watakuwa na nafasi. Huo ni uongo. Wakati uliokubalika ni sasa, kabla ya kifo na kabla ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Maana tumeona maana ya kufunga kwa mlango wa rehema ni muda ambao Kristo aweze akashughulikia wokovu wetu tena. Nukuu hizi zinathibitisha ya kwamba Jumapili itakapotangaza katika nchi ya Marekani, sisi Waadventista wa Sabato tutakuwa tumefungiwa mlango wa rehema, lakini mataifa au madhehebu mengine, waaminifu katika madhehebu mengine, watakuwa wamefunguliwa mlango wa rehema kwa muda mfupi, ili waje wachukue nafasi za Waadventista wa Sabato ambao hawakupata ushindi dhidi ya dhambi, na ambao watakuwa wamefungiwa nje, watakaolia na kuomboleza, watakaolia na kusaga meno. Unapotazama katika kitabu cha, hii ni leta ya 103 mwaka wa 1903, leta 103 mwaka 1903. Lakini pia nukuu hii utaipata Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 97. Mjumbe wa Mungu anasema, nafasi zilizoachwa wazi zitajazwa na wale waliotajwa na Kristo kama wajao katika saa ya 11. Unajua, nimekwambia masaa ya mchana ni 12. Unaposoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11, masaa ya mchana ni 12, na mchana wakilisha muda ambao Kristo anashughulika na kazi ya kumwokoa mwanadamu. Ni muda wa rehema. Kwa hiyo kabla ya Kristo kufunga rehema kwa ulimwengu wote au kwa jamii yote ya wanadamu juu ya uso wa dunia, atawapatia rehema wale ambao hawakuwa na fursa kama tulizonazo sisi Waadventista wa Sabato, ambao ni waaminifu katika madhehebu mengine, waaminifu kutoka madhehebu ya Kipentekoste, waaminifu kutoka madhehebu ya Kilutheri, waaminifu kutoka katika dhehebu la Kikatoliki, waaminifu hata kutoka katika dini ya Uislamu, na wengine huenda ni waaminifu kwa nuru alionayo, hawaoni hata pa kwenda, hawaoni hata kanisa la kwenda. Hao baada ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani, Mungu ndo atawaokoa, kwa sababu atawatumia Waadventista wa Sabato ambao watakuwa wamepata ushindi dhidi ya dhambi, ambao mvua ya masika itakuwa juu yao, wataenda kupiga kilio kikuu na kuwaita, na mwisho wa siku kutakuwa kuna kundi moja na mchunga mmoja. Unapoendelea kusoma nukuu hii, mjumbe wa Mungu anasema, nafasi zilizoacha wazi zitajazwa na wale waliotajwa na Kristo kama wajao katika saa ya 11. Kwa sababu saa 11 litakuwa limebaki saa moja tu ili siku ishe na giza kuingia. Na Yesu anasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja ambapo hakuna mtu anaweza kufanya kazi. Nimekwambia usiku huwakilisha kufungwa kwa mlango wa rehema, na mchana huwakilisha muda ambapo rehema bado ipo. Ndio maana panazidi kusema, wako wengi ambao Roho wa Mungu anapambana nao. Wakati wa hukumu za Mungu za uangamivu kwetu sisi Waadventista wa Sabato, ambaye Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani, anasema ndio wakati wa rehema kwa wale ambao sasa hawana fursa ya kujifunza ukweli, uaminifu katika madhehebu mengine. Kwa hiyo ambaye Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani, mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwa Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote, na utakuwa wazi kwa muda mfupi kwa waaminifu kutoka madhehebu mengine. Anaendelea kusema hapa ya kwamba Bwana atawaangalia kwa huruma, moyo wake wa rehema unaguswa, mkono wake bado umenyooshwa ili kuokoa. Wakati mlango ukiwa umefungwa, ni mlango upi? Mlango wa rehema ukiwa umefungwa kwa wale ambao wamekataa kuingia. Anasema idadi kubwa wataruhusiwa kuingia, ambao katika siku hizi za mwisho wanausikia ukweli kwa mara ya kwanza. Hawa ni waaminifu kutoka katika madhehebu mengine. Lakini pia ukija ukasoma nukuu ya Ali Lightings uklasa wa 271 na ile aya ya kwanza, sikiliza pia kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema, ya kwamba mle Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani ndipo pepeto litakapotokea, ngano na magugu vitatenganishwa, na Waadventista wa Sabato hawatakuwa na rehema. Ambao watakuwa na rehema ni wale waaminifu kutoka katika madhehebu mengine. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha maandiko ya awali, Ali Lightings, hizi ni kurasa za Kiingereza 271 na ile ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema baadhi walikuwa wamepepetwa na kuachwa kando ya njia, wasiojali na wazembe, ambao hawakujiunga na wale waliothamini ushindi na wokovu kiasi cha kutosha kudumu katika kuomba na kuteseka moyoni kwa ajili yake. Hawakupata, yani hawakupata nini? Ushindi dhidi ya dhambi. Hao ni Waadventista wa Sabato ambao sasa hivi wanapuzia rehema. Ambaye Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, watapepetwa na kuacha kando ya njia, watakuwa ni magugu
watafungiwa mlango wa rehema na watatengwa na Mungu milele. Ndio maana hapa naendelea kusema nao waliachwa nyuma katika giza. Giza huwakilisha muda ambapo Kristo hawezi akafanya kazi tena kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Anasema na nafasi zao zilijazwa mara moja na wengine waliopokea kweli na kujiunga nasi. Nukuu hii inatupeleka wakati ambapo Jumapili kapotangazwa katika nchi ya Marekani, ndipo mlango wa rehema utafungwa kwa kanisa la Mungu Adventista wa Sabato, lakini utakuwa wazi kwa madhehebu mengine, na hukumu ya upelelezi itaanza kwanza kwa Adventista wa Sabato. Baada ya hapo itatanuka na kwenda katika waaminifu katika madhehebu mengine. Kwa hiyo nukuu hizi tumetazama na tukaona hakuna hata nukuu moja ambayo inatoa uthibitisho ya kwamba kutakuwa kuna nafasi ya rehema baada ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani kwa Adventista wa Sabato. Hakutakuwa kuna nafasi. Adventista wa Sabato yoyote duniani ambaye Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani itakuwa ni kuchelewa milele. Lakini tusiishi tu kwa msisimko wa wakati. Lazima pia tujiandae kabla ya kufa. Lazima tuwe tayari kuitwa katika hukumu, muda ufaao na muda usiofaa. Ndio maana tunahitaji mahusiano ya kina na Mungu kila punde. Ndio maana nabii anasema pasipo mahusiano binafsi ya kufahamiana na Kristo kwa njia ya kujisalimisha sisi wenyewe kwake dakika kwa dakika, tutashindwa kwa sababu tutakuwa katika rehema ya adui. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kuliko wakati mwingine wote uliopita. Kwa sababu uzoefu wa siku kwa siku, uzoefu wa dakika kwa dakika ndio utatupatia uzoefu wa maisha yote, utakao tuwezesha kupita katika wakati wa taabu iliyoko mbele yetu. Unapotazama pia, nitahitimisha na nukuu hii katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, lakini nukuu hii inapatikana Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5451. Lakini unapofungua kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho, kama unacho, ni ukurasa wa 105, anasema ili kujipatia umaarufu, kuunga mkono, wabunge watakubaliana na matakwa ya sheria ya Jumapili. Kwa amri ile inayolazimisha utii wa taasisi ya upapa, kwa kuvunja sheria ya Mungu, taifa letu litajitenga kabisa na kuacha haki. Hapa hajasema mataifa, amesema taifa letu ni taifa la Marekani. Anasema kama vile tukio la kukaribia kwa majeshi ya Kirumi lilivyokuwa dalili kwa wanafunzi kuhusu tukio la uangamivu wa mji wa Yerusalemu. Na mji wa Yerusalemu kwetu sisi leo ni kanisa la Mungu Adventista wa Sabato. Anaendelea kusema pia kwamba vivyo hivyo hebu uasi huu uwe dalili kwetu. Tunaposema kwetu ni watu wa Mungu Adventista wa Sabato duniani kote, anasema kuwa kikomo cha uvumilivu wa Mungu kimefikiwa. Anaposema kikomo cha uvumilivu wa Mungu ni Mungu kutovumilia dhambi tena. Atakuwa amefunga mlango wa rehema kwa Adventista wa Sabato kwa watu wake, na atakuwa ameufungua kwa waaminifu kutoka katika madhehebu mengine. Kwa hiyo wapendwa, tunachokihitaji ni ushindi dhidi ya dhambi kabla ya kifo na kabla ya amri ya Jumapili, kwa sababu matukio hayo yanafungua hukumu ya upelelezi. Lakini pia tunapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16 katika sikukuu ya upatanisho, kwa sababu sisi mpaka leo tupo katika sikukuu ya upatanisho. Unapotazama katika huduma ya mfano au katika kivuli, katika sikukuu ya upatanisho, kipindi kuhani yuko katika patakatifu sana, Waisraeli walitakiwa waomboleze, walifungwa, wakajichunguza ili kama kuna jambo lolote ambalo limesalia ambalo hawajampatia Bwana, kama kuna dhambi ambayo hawajampatia Bwana, kama kulikuwa kuna tofauti kati ya mtu na mwenzake, walitakiwa kuziweka sawa kabla kuhani hajamaliza huduma yake katika chumba cha patakatifu sana, na walitakiwa kufunga ili waweze kujichunguza kwa kina, ili kuhani anapotoka katika patakatifu sana wasikatiliwe kutoka katika kusanyiko. Lakini mtu yeyote ambaye kujitabisha, kujitesa, aliweza kukatiliwa katika kusanyiko. Kwa hiyo hata wao walikuwa na jukumu ambalo walipewa kutimiza wakati kuhani na yeye anafanya kazi katika patakatifu sana. Halikadhalika sisi wa Adventista wa Sabato, kipindi Kristo ameingia tarehe 22 mwezi wa 10 katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu sana mwaka 1844, na sisi kuna majukumu ambayo Kristo ametupatia ili kutuandaa kusimama wakati ambapo mlango wa rehema utafungwa kwa njia ya kifo au amri ya Jumapili, ili kabla mlango wa rehema kufungwa tuwe tumekamilisha tabia, ili hukumu inapoanza
tuwe na ujasiri wa kusimama na majina yetu ya dumu katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Kwa hiyo Kristo alitupatia majukumu ya kufanya, na tusipofanya haya majukumu hatutaweza kuokolewa. Kwa hiyo nakukaribisha katika kipindi kinachokuja, kwa sababu kitu ambacho tumekuwa tukijifunza, nimekwambia mada ambayo tumekuwa tukitazama ni mpango ukombozi, na nikakwambia kusudi la mpango ukombozi ni kutusaidia sisi kuweza kuwa marafiki na Mungu. Yaani kusudi la mpango ukombozi ni kurejesha ushirika ambao dhambi ulipoteza, na tukaona ili kufanya ushirika na Mungu kuna hatua kubwa tatu, na hatua ya kwanza ni kujua na kuelewa wakati, na ndio tumeiangalia na tumeimaliza katika siku ya leo, na hatua ya pili ni kujua nini cha kufanya, na hatua ya tatu ni kuifanya. Kwa hiyo somo linalokuja tutaanza kuangalia hii hatua ya pili, kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu katika kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Kama vile ambavyo walipewa majukumu ya kufanya wakati kuhani anahudumu katika chumba cha pili katika hema ya hapa duniani, halikadhalika tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kuna majukumu ambayo Kristo alilipatia kanisa lake ili liweze kukamilisha wakati anaendelea kufanya huduma yake ya uombezi katika hekalu lililoko mbinguni katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu sana. Kwa hiyo nakualika usikose katika somo linalokuja mpendwa, na hakikisha uweze kuwa na kalamu yako, hakikisha uweze kuwa na karatasi pamoja na Biblia yako mkononi. Lakini wito wangu mimi pamoja na wewe, tujitahidi tuweze kupiga mbio katika safari ya imani, ili hukumu itakapoanza kwenye haki walio hai tuweze kusimama. Na kama tuzitumii vizuri fursa za sasa, hatutazitumia fursa nyingine zinazokuja. Kwa hiyo Bwana tusaidie sasa tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi, tuweze kufanya toba ya kweli, ili malaika mwandishi wakati wa hukumu aweze kuandika msamaha kando ya kila jina. Kwa hiyo Bwana kusaidie wewe pamoja na mimi, kwa sababu nabii anasema ikiwa watu wanaodai kuamini ile kweli hawakutegemezwa na imani yao, angalau katika siku hizi zinazoonekana kuwa na amani, ni nini kitakachoimarisha wakati kipimo kikuu kitakapokuja? Kipimo kikuu ni amri ya Jumapili. Anasema tutakapo lazimishwa kumwabudu mnyama na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso katika mkono wa kuume. Anasema kipindi hiki cha hatari hakiko mbali sana, na tuliangalia ni katika kizazi hiki cha mwisho takriban 2025 kwenda mbele kidogo, kurudi nyuma kidogo, lakini sasa hivi tuko katika plus ya kwanza, tuko katika jumlisha ya kwanza 2026. Kwa hiyo kwa jinsi mambo yanavyoenda, amri Jumapili inaweza ikatangazwa hata katika mwaka huu. Kwa hiyo ombi langu na ombi lako, tuendelee kumwomba Mungu ashikilie pepo, ili kabla ya Jumapili kutangazwa, kazi ya neema iweze kuwa imekamilishwa katika mioyo yetu na kwa wengine kwa ajili yake, lakini pia tupate fursa ya kufanya kazi ya Mungu ambayo tumepuusia kwa muda mrefu. Ndio maana nabii anasema kipindi hiki cha hatari hakiko mbali sana. Badala ya kuwa dhaifu na kusitasita, anasema watu wa Mungu wanatakiwa wanakusanya nguvu na ujasiri kwa ajili ya wakati wa taabu. Wakati wa taabu unaanzishwa na Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa vile Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani na kazi, hakutakuwa na nguvu ya kukuokoa, hakutakuwa tena na muda wa kuweza kusimama katika imani, kwa sababu muda wa maandalizi utakuwa umeisha. Kwa hiyo kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, lakini kama umekaa fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa fursa ambayo umetupatia kuthibitisha ya kwamba wakati uliokubalika ni sasa, kwa sababu hatujui ni lini tutakufa, lakini hatujui ni lini amri ya Jumapili itatangazwa, kwa sababu tumetazama tukio la amri ya Jumapili itakapotimia, mlango wa rehema utafungwa kwa Adventista wa Sabato duniani kote, na hukumu ya upelelezi itaanza kwa wenye haki walio hai. Tusaidie tuweze kuwa tayari kwa ajili ya wakati huo, lakini zaidi sana tusaidie tufanye nini tuweze kuokolewa. Hivyo nakusihi uweze kuwa pamoja na mtazamaji na msikilizaji, uweze kumlinda mpaka pale tutakapokutana kwa mara nyingine katika kujifunza somo linaloonyesha wajibu wetu ambao tunatakiwa kufanya ili kushirikiana pamoja na wewe kwa ajili ya kukamilisha tabia ya Kikristo, lenye kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Naamini umesikia hitaji letu kubwa, tupate Roho wako Mtakatifu siku kwa siku katika maisha yetu, aweze kutuongoza katika yote na kutuimarisha katika ukweli huu
ambao umeufunua kwetu, ili hata udanganyifu mbalimbali utakapokuja, upepo mbalimbali wa mafundisho utakapojitokeza, tuweze kuwa thabiti kwako na tusimame imara kwa ajili ya ukweli wako mtakatifu. Tunaamini umesikia, na hata yale ambayo ni mahitaji yetu hatujayasema, lakini unayajua na utajibu sasa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu, amen.